ninayo heshima kutumia fursa hii fupi kutoa salamu chache kutoka katika ofisi yako ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Butiama, Mheshimiwa Dr. Wilson Charles Mahera. Mimi nimepata bahati ya kufanya naye kazi akiwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, wakati huo TAMISEMI akisimamia afya na mimi nikiwa naibu waziri nikisimamia afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu zangu wana Butiama, kwa hakika mnaye mbunge jembe kweli kweli, anayejua kazi yake, anayejituma na anayewasilisha hoja zenu serikalini, na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anazipokea na kutekeleza. Hongereni sana kwa kumpata mbunge mzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inashughulika na masuala mengi katika mamlaka serikali za mitaa. Liko eneo la sekta ya afya, elimu, barabara na masuala ya utawala. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maslahi ya muda naomba niongee kwa kifupi sana. Kwanza nikushukuru sana kwa kutenga muda wako adhimu siku hii ya leo na kufika katika eneo ambalo halmashauri ya wilaya Butiama imepokea fedha shilingi bilioni 3 na milioni 66 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru, umefika pale, umekagua hospitali ile na umeweka jiwe la msingi. Wana Butiama, hongereni kwa bahati hiyo kubwa ya kutembelewa na Waziri Mkuu katika hospitali ya wilaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo yako uliotupatia katika eneo lile la hospitali ya halmashauri kwamba tuhakikishe ile fedha iliyotengwa kwenye bajeti milioni 500 ambayo Mheshimiwa mbunge ameomba kwa niaba ya wananchi wa Butiama inaletwa ndani ya mwaka huu wa fedha ili ikamilishe majengo yale yote yaliyosalia, tuanze na ujenzi wa majengo mengine. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali ile imekamilika jengo la upasuaji ambalo ni kipaumbele kuhakikisha kina mama wajawazito na wagonjwa wengine hawapati shida ya kufuata huduma za upasuaji mbali ama nje ya wilaya ya Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejipanga kwamba mapema iwezekanavyo tutaleta mtaalamu wa masuala ya usingizi ili jengo la upasuaji katika hospitali hili lianze kutoa huduma na kina mama wajawazito na wagonjwa wengine wapate huduma bora za afya katika hospitali ya halmashauri ya Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya elimu, miaka 5 iliyopita jimbo hili la Butiama wamepata kishindo cha miradi ya sekta ya elimu. Wamepata zaidi ya bilioni 26, wamejenga shule mpya, wamejenga madarasa kwa mamia, na kwa hakika wana Butiama mnayo kila sababu ya kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, na ninaomba mpeni makofi yake mengi kwa kazi nzuri aliyoifanya kwa wananchi wa Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie nafasi hii kuwasisitiza wananchi wa Butiama mfahamu kwamba tunaanza utekelezaji wa elimu ya lazima kwa miaka 10. Kuanzia Januari 2028, wanafunzi wetu wa mwakani darasa la 6 na darasa la 7 wataingia mwaka 2028 mwezi wa kwanza wote kwa pamoja kidato cha kwanza. Na kuanzia hapo elimu yetu ya lazima itakuwa ni miaka 10, darasa la kwanza mpaka la 6 na kidato cha kwanza mpaka cha 4, elimu ya lazima. Na serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na wewe ukiwa mtendaji mkuu na msimamizi mkuu wa shughuli za kila siku za serikali, tumeendelea kujiandaa kuongeza miundombinu ya elimu ili wanafunzi wetu wote wapate fursa hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika sekta ya barabara, wilaya ya Butiama imeendelea kuongezewa bajeti ya ujenzi wa barabara za vijijini na mijini. Na katika kipindi cha miaka 5, Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 6 imeongeza fedha za bajeti kila mwaka kutoka takriban shilingi milioni 690
mwaka wa fedha 2020-2021 mpaka shilingi bilioni takribani 4.5 mwaka huu wa fedha 26-27. Maana yake ndugu zangu wana Butiama, tutaendelea kujenga barabara zetu, kukarabati, lakini pia kufungua barabara muhimu kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na kijamii katika jimbo la Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sasa niongelee hoja chache ambazo zimetolewa na Mheshimiwa mbunge, lakini pia na waheshimiwa ndugu wananchi ambao wamewasilisha hoja zao mezani kwako. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mbunge ameomba ujenzi wa stendi ya mabasi ya kisasa katika mji huu wa Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli Mheshimiwa Mahera alishaleta hoja hii, na niwapongeze wananchi wa Butiama na uongozi wa wilaya na halmashauri kwa kuanza hatua za kupata eneo katika ile eneo la 00 kwa ajili ya ujenzi wa stendi ya kisasa ya mabasi. Hatua hiyo ni muhimu na ni dhamira ya serikali kuboresha shughuli za kiuchumi na za kijamii na mapato ya halmashauri kwa kujenga vyanzo vya mapato na vya huduma kama stendi za kisasa. Kwa sasa hatua iliyopo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, halmashauri iko kwenye hatua ya kuandika andiko la mradi huo. Na mimi naomba niwahakikishie wananchi wa Butiama na Mheshimiwa mbunge wenu mchapakazi Mahera kwamba mara andiko hilo litakapowasilishwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, tutalifanyia uchambuzi wa haraka na tathmini ili serikali ianze hatua za kutenga fedha za bajeti hiyo kwa ajili ya ujenzi wa stendi hiyo katika eneo la 00. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya pili ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili ni barabara ya lami kilomita 3 kwenda katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mlishatupa maelekezo kwamba moja ya maeneo ya vipaumbele katika ujenzi wa barabara za TARURA ni kuhakikisha maeneo ya huduma za kijamii na kama hospitali ambako tutakuwa na magari ya wagonjwa ya dharura yanahitaji kuwaisha wagonjwa hospitali ama kuwatoa kwenda hospitali za rufaa za kanda au mkoa, lazima zipitike vizuri. Tumekubaliana Mheshimiwa Waziri Mkuu kupitia meneja wa TARURA wa mkoa wa Mara na meneja wa TARURA wa wilaya wafanye tathmini ya gharama ya fedha inayohitajika kujenga barabara ile kiwango cha lami, ili serikali kwa awamu tuanze kutenga fedha kwa ajili ya kujenga barabara ya lami kwenda hospitali ya halmashauri ya Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ombi la tatu la Mheshimiwa mbunge Mahera lilikuwa ni soko la wilaya katika eneo la Kiabakari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwapongeze halmashauri kwa kutenga eneo na niwahakikishie baada ya kukamilisha maombi yenu ambao mko hatua ya kuanzisha maombi hayo, serikali itaona namna nzuri ya kuanza kutenga budget kwa ajili ya ujenzi wa soko katika eneo lile la Kiabakari. Butiama oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziko hoja 4 za wananchi, naomba nizitolee ufafanuzi kwa ufupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko hoja ya wananchi 8 kwa pamoja na ufanana. Hoja hiyo ni wananchi ambao wanaugua magonjwa sugu na wameomba kupata msaada wa matibabu katika hospitali zetu. Ndugu zangu wananchi wa Butiama, naomba niwape taarifa ambazo tumeendelea kuzitoa mara kwa mara. Serikali yetu sikivu imeweka utaratibu wa matibabu ya msamaha kwa wananchi wasio na uwezo wa kumudu matibabu katika hospitali zetu za serikali. Na utaratibu wake, mwananchi anayeugua magonjwa sugu au hata magonjwa mengine ambayo hawezi kugharamia matibabu kwa wakati huo, anatakiwa kufika dirisha la maafisa ustawi wa jamii katika maeneo ya hospitali zetu na kujiandikisha ili aweze kupata msamaha wa matibabu. Kwa ndugu wananchi wale 8 ambao mmeleta hoja hizo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumezipokea na tayari nimemwelekeza mganga mkuu wa mkoa na wa halmashauri, na kwa bahati nzuri mweka namba zenu za simu, watawatafuta, watawaunganisha na maafisa ustawi wa jamii wa wilaya na mkoa ili muweze kupata matibabu kwa njia ya msamaha kama ambavyo serikali kwa nia njema imeweka utaratibu huo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya pili ya wananchi
ilikuwa ni upungufu wa watumishi katika sekta ya afya na elimu, na hususan wametaja hospitali ya Halmashauri, kituo cha afya cha Buruma pamoja na kituo cha afya cha Mkuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kumekuwa na upungufu wa watumishi katika halmashauri ya Butiama, lakini serikali kwa kipindi cha miaka 5 imeendelea kutoa kipaumbele cha hali ya juu kuleta watumishi wa sekta ya afya na elimu katika wilaya hii ya Butiama. Na katika kipindi tu cha siku 100 za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi wa Butiama wameletewa watumishi wa sekta ya afya 37 wako kwenye zahanati zetu, vituo vya afya na hospitali wanaendelea na huduma. Na umeletewa walimu 76 ndani ya siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan, na wapo katika shule zetu wanaendelea kuwafundisha watoto wetu. Naomba niwahakikishie kwamba tutaendelea kuhakikisha kila kibali cha ajira kinapotoka, na kupitia mbunge wenu mchapakazi Charles Mahera tutawapa kipaumbele kikubwa zaidi, kwa sababu ni kweli kuna upungufu wa watumishi, ili tuondoe kero hiyo ya upungufu wa watumishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya 3, wananchi hawa wameandika kwetu kwamba kuna mwananchi ambaye aliambiwa anatakiwa kutoa shilingi 60,000 ili apate huduma ya gari la wagonjwa kwa ajili ya rufaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sera ya serikali yetu na ni sera ya Wizara ya Afya na ni maelekezo ya viongozi wetu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu umetuelekeza mara kadhaa. Na sera na maelekezo hayo ni kwamba magari ya wagonjwa kote nchini, ikiwemo katika halmashauri ya Butiama, hayatakiwi kutoza hata shilingi 1 kwa mgonjwa anayetakiwa kupata huduma. Hayatakiwi kutoza gharama ya mafuta wala posho ya dereva wala muuguzi, kwa sababu serikali inaleta fedha za uendeshaji wa huduma za afya, kuanzia dawa, vifaa tiba, vitendanishi pamoja na magari ya wagonjwa. Butiama oye! Kwa hiyo hoja hiyo imefikiwa, ikiwa ni mwananchi huyu mmoja, ndugu yangu Doto Yasini, pamoja na wananchi wengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitumie nafasi hii nimwelekeze na kumsisitiza mganga mkuu wa mkoa wa Mara na mganga mkuu wa halmashauri ya Butiama na waganga wakuu wote kote nchini, muhakikishe mnakana watumishi na kuwafuatilia wananchi wapate huduma za rufaa bure bila malipo yoyote kadri sera inavyoelekeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya 4 hoja ya 4 ni ubovu wa barabara ya kuelekea kituo cha afya cha Buruma pamoja na kituo cha afya cha Ikuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu wananchi, barabara hii kuelekea Buruma kituo cha afya imetengewa tayari fedha shilingi milioni 42,500 katika bajeti hii, na tayari tuko hatua za manunuzi itajengwa. Na hoja ya mwisho ni mahitaji ya matengenezo ya barabara ya Irimba Busegwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu zangu wananchi wa Butiama, barabara hii imetengewa shilingi milioni 95 na tuko hatua za mwisho za kumpata mkandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Butiama oye! Baada ya maneno haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nirejee kumpongeza Mheshimiwa mbunge, na Mheshimiwa mbunge anafanya kazi kubwa, na sisi tuko tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu kupokea maelekezo yako. Asanteni sana ndugu zangu na Butiama, asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. TAMISEMI hoye!